namuomba dua Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi, Yanga wasije tarehe 16. Mwenyezi Mungu ananisikia. Muumba mbingu na ardhi. Aliumba vinaonekana visivyoonekana. Yanga wasije tarehe 16 ili tukatengeneze mpira upya kwenye nchi. Kutokuja kwao ndio tunakwenda kutengeneza mpira vizuri kwenye nchi. Tarehe 15 wanasema Kisugu, sio tarehe 15 mwezi wa 6. Sawa, wasije. Mimi naombea wasije. Kutokuja tunakwenda kutengeneza mpya katika mpira kwenye nchi hii. Mechi ngumu ni mechi ngumu. Hii mechi ngumu kwa sababu kuu mbili au tatu. Moja, lazima tukiri Singida ni timu nzuri, ni timu ambayo wanaonyesha upinzani mkubwa kwenye ligi NBC. Lakini cha pili, Singida wamepata muda mrefu wa kupumzika tofauti na Simba Sports. Lakini cha tatu ni toto la Yanga. Kuna maana gani? Mmoja wa wajumbe wa bodi wa klabu ya Yanga ni mheshimiwa. Mheshimiwa huyu ndo mlezi wa Singida United. Nani anabisha? Simba hatofungwa. Unajua kuna mdudu mmoja anaitwa Kinyonga. Moja ya sifa ya Kinyonga aliyopewa ni kubadilika kutokana na maeneo aliyopo. Sisi tunajua kuishi nao wao kwa sababu sisi tunafanya Kinyonga. Walikaa waliambia watu nyinyi hamuogopi, tukasema sisi hatuogopi, sela ile tukaua. Wakakaa wakasema kaja na style ya gusa achia. Hivyo. Haipo. Gusa achia, wakatulia. Asa hivi wamekuja na sela kina Uchebe, wanasema hatuchezi. Nakupa wiki mbili sela tunacheza na kuja. Ukiishi na mshabiki wa Dar es Salaam Africans, amini unaishi na mtoto mdogo kwenye nyumba yako. Kuna muda mwingine mtoto mdogo unaweza ukambadilisha jiwe akaamini kuwa chungwa na akaamini kutangaza watu baba kaleta chungwa aliyakuwa jiwe. Ndio mashabiki wa Yanga walivyo. Msije mkatengeneza uadui kwenye football. Tengenezeni utani tukikutana ili tusalimiane. Yako mambo makubwa yamefanyika kwenye nchi. Leo nitayasema. Yapi hayo? Zungumza. Hao wengine bado. Nani anakumbuka finali wakati ule inaitwa Azam Federation Cup? Yanga na Coastal Union ni Arusha. Nani anakumbuka? Yanga wamepata kesi ya jinai ikafutwa, ikaachwa. Nataka tuseme? Nataka tuzungumze? Tuchimbue makaburi? Chimbua. Msinichokoze. Najua ninachokisema. Simba na Yanga ni tunu la taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nimpongeze sana mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kuzilinda hizi timu, kwa sababu anajua moja ya tunu la taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini vijana hawa wanakuja kutengeneza mazingira ya kuonyesha Simba na Yanga ni maadui. Kwa nini tufike huko? Kwa nini tutengeneze propaganda ambazo hazina msingi wote kwenye football yetu? Lakini leo hii kama mtu kapata ajali na pikipiki Mwanza, amekwenda ameanguka, mnakwenda kumtangazia mtu huyu amekwenda kupigwa na Simba Sports. Uone unakwenda kutengeneza adui kati ya familia ya Simba na huyu ndugu yao. Mtaani wataishi vizuri? Acheni Yanga uzandiki. Mechi ngumu ni mechi ngumu. Hii mechi ngumu kwa sababu kuu mbili au tatu. Moja, lazima tukiri Singida ni timu nzuri, ni timu ambayo wanaonyesha upinzani mkubwa kwenye ligi NBC. Lakini cha pili, Singida wamepata muda mrefu wa kupumzika tofauti na Simba Sports. Lakini cha tatu ni toto la Yanga. kuna maana gani? Mmoja wa wajumbe wa bodi wa klabu ya Yanga ni mheshimiwa. Mheshimiwa huyu ndo mlezi wa Singida United. Nani anabisha? Nani anabisha? Hakuna. Kwa hiyo ni mechi ngumu. Niwaambie mashabiki wa Simba kupitia ninyi, kesho tukutane katika uwanja KMC Complex kwenda kuwapa support wachezaji wetu. Nataka kuniambia kesho mtacheza na, lakini ugumu wa mechi hii, sisi tuna wachezaji ambao wamemachua. Tuna wachezaji ambao quality player, wanajua kila design ya kucheza. Naamini Mwalimu Fadu amerudi katika uwanja wa mazoezi, ametrain vijana vizuri, amewaelekeza namna, wanajua vijana umuhimu wa mechi ya kesho, watakwenda kupambana jasho na damu. Inshallah Mungu ukimpendeza tutakwenda kuchukua point 3 dhidi ya Singida. Shukrani.
Simba hatofungwa. Unajua kuna mdudu mmoja anaitwa kinyonga. Moja ya sifa ya kinyonga aliyopewa ni kubadilika kutokana na maeneo aliyopo. Sisi tunajua kuishi nao wao kwa sababu sisi tunafanya kinyonga. Walikaa waliambia watu nyinyi hamuogopi, tukasema sisi hatuogopi, sela ile tukaua. Wakakaa wakasema kaja na style ya gusa achia. Hivyo. Haipo. Gusa achia wakatulia. Sasa hivi wamekuja na sela kina Uchebe wanasema hatuchezi. Nakupa wiki 2 sela tunacheza na kuja. Ukiishi na mshabiki wa Dar es Salaam Young Africans, amini unaishi na mtoto mdogo kwenye nyumba yako. Kuna muda mwingine mtoto mdogo unaweza ukambadilisha jiwe akaamini kuwa chungwa na akaamini kutangaza watu baba kaleta chungwa aliyakuwa jiwe. Ndio mashabiki wa Yanga walivyo. Uwezo wao ni mdogo wa kutafakuri na kufikiri. Tuwasaidie. Leo hii kama anatoka mtu anakuja na sera, eti unapigiwa simu fulani mwenyekiti wa kitengo cha habari nenda akasema hatuchezi na unasema tunakwenda hatuchezi. Kasome katiba yako ibara ya 8 ya Dar es Salaam Young Africans. Yanga imeumbwa kwa ajili ya kucheza mpira. Unaposema hatuchezi, muulize tukacheze michezo gani ya kujificha? Kulamba kishe baba, muulize. Wewe unaambiwa tu hatuchezi, unachukua simu tu, unatoka hatuchezi. Hala. Na siku zote ni wape usia. Ukimwona mtu hataki kucheza mpira na wenziwe, iko michezo ambayo anaocheza asili. Muangalie sana mtoto wako kwa makini katika hilo. Shukrani sana. Usimalize, umemaliza maswali? Niachie mimi basi niongee. Au Yanga wewe? Tunakwenda kutengeneza mpira upya wa nchi. Na mimi namuomba dua Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi, Yanga wasije tarehe 16. Mwenyezi Mungu ananisikia. Muumba mbingu na ardhi. Aliumba vinaonekana visivyoonekana. Yanga wasije tarehe 16 ili tukatengeneze mpira upya kwenye nchi. Kama linafungwa hivi. Kutokuja kwao ndio tunakwenda kutengeneza mpira vizuri kwenye nchi. Tarehe 15 wanasema Kisugu, sio tarehe 15 mwezi wa 6. Sawa wasije. Mimi naombea wasije. Kutokuja tunakwenda kutengeneza mpya katika mpira kwenye nchi hii. Moja, kwa nini tunakwenda kutengeneza mpira upya kwenye nchi hii? Ili jina waliojipa la wananchi wanaamini kwamba wao wana mamlaka na maamuzi yote kwenye nchi. Na ndio maana juzi bunge limeenda kuwaumbua pale, mheshimiwa waziri anasema mpira sio mali yetu. Mpira mali ya nani? Wasilete timu tarehe 15 waje kuona. Wasilete. Na mimi nawaombea. Wakaenda mbali zaidi Simba wacheza na TFF. Potelea mbali. TFF wana mamlaka. Ngoja niwakumbushe mwaka 2002 2003. Katibu mtendaji wakati huo ni Fati. Katibu mtendaji Mwina Sefu Kaduguda. Hao walisababisha mashindano ya muungano yafe. Leo wamechukua kombe la muungano, washangilia kombe kubwa. Nyinyi ndio mmesababisha afe, lakini hao vizuruda bado hawajaingia kwenye mpira hawa. Hawajui maskini hawa. Waandishi wasaidieni basi akina Uchebe. Walienda mahakamani Yanga kwenda kuzuia ligi ya muungano kwa sababu wamekataa kwenda kucheza Pemba na Jamhuri. Nani alabisha? Wakaenda kufungua kesi mahakama hapa ya Mnazi Mmoja. Mahakama ikaenda ikazuia kuto kufanyika mashindano ya ligi ya nini? Ya muungano. Mwina Sefu Kaduguda akachukua majina yetu akapeleka wapi? Kafu. Kwa hiyo hili jina linawapa kibli. Mwisho wa kibli hili jina ni tarehe 15. Wasije. Kisugu, kama nakumbuka msimu uliopita Yanga baada ya kufika finali ya kombe la Afrika na dhidi ya Mamelodi Sundowns kwamba refa aliwabeba Mamelodi Sundowns, na hii leo tumeona Yanga Africans wakichapisha jezi zimeandika tumemsamehe refari baada ya kuwalipa kisasi Simba. Wao naamini akili zao ziko sawa sawa. Leo kuna mtu mmoja nimeona kavaa jezi kabisa imeandikwa tumemsamehe. Mpaka kwenye magari wameweka. Na Kiarabu wanaongea. Moja katika mambo namshukuru Mwenyezi Mungu duniani la kwanza kutokuwa mimi shabiki ya Dar es Salaam Young Africans. Ukimwona mtu ana PhD, ukimwona mtu ana degree moja, na ukimwona mtu ana miaka 2, ukija kuzungumzia habari za Yanga akili zao zinafanana.